meno yakatafuna, koo likameza, nini, tumbo kagoma, kaweka mgomo, kile chakula nikapitiliza juu. Siku ya pili chakula kikapitiliza. Siku ya tatu yule mwili hawezi kutembea tena kwenda kukitafuta chakula, amechoka hoi, tumbo halina kitu, mwili hauna ushirikiano tena. Inabidi wakae tena kikao, wamuombe tumbo msamaha. Tumbo akasema, si ulijifanya nyinyi mnajua mimi ni wa muhimu, japo umuhimu wangu hauonekani. Bwana Yesu asifiwe. Tukiwa kama viungo katika Kristo, unaweza ukawa katika ile Efeso 4:11-16. Baba amesema hapo namna ambavyo tu viungo katika Kristo. Wengine ni wachungaji, wengine ni wainjilisti, wengine ni manabii, wengine ni mitume, wengine ni walimu. Unaweza ukaona kwenye hizo nafasi, wewe sio mtume, wewe sio nabii, wewe sio mchungaji, wewe sio mwalimu, sio mwinjilisti. Ukajiona sasa mimi sasa kwenye huo kujenga huo mwili wa Kristo, mimi mbona kwenye hizo zilizoainishwa hapo siku? Wewe ni wa muhimu. Nimekwambia kwenye umuhimu wa kila kiungo, hata kucha ina umuhimu wake. Kuna watu hawana kucha kabisa, huko kuhangaika kuzibandika. Kwa sababu gani? Kuna sehemu utahitaji kutumia kucha. Kwa hiyo kama kiungo kimekaa kwa muda huo kinaonekana kama hakina kazi, huko muda utafika ile kazi itaonekana tu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa viungo, kwa zile huduma 5 ndani ya kanisa, isikusumbue mtakatifu wa Mungu kama mojawapo ya hizo haipo ndani yako, isikupe shida. Wakati mwingine kwenye kanisa, kwenye hekalu, nisizungumzie kanisa, nizungumzie hekalu. Kwenye hekalu kuna vitu vinavyoonekana vya thamani, kuna vitu kuanzia dhahabu, kuna vitu kuanzia shaba, kuna vitu kuanzia chuma, lakini vitu vya plastiki na vya mbao na vya miti ambavyo ni vya muhimu pia ndani ya nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika kile unachokifanya ndani ya kanisa ni cha muhimu sana kama kiungo katika kukamilisha mwili wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie mojawapo ya hizo huduma.